Sofia alikuwa mwanamke wa miaka 29, mrembo mwenye mvuto wa asili, macho yake makubwa yenye ujasiri, ngozi yake nyororo kama ya mtoto, na tabasamu lililoweza kuvunja ukimya wa chumba kizima. Alimiliki biashara kubwa ya nguo za kisasa mjini, na kila mtu alimfahamu kama mfano wa mafanikio. Alikuwa na gari zuri, nyumba nzuri, mavazi ya kifahari, na maneno yake yalijaa busara. Lakini nyuma ya mafanikio hayo, kulikuwa na pengo kubwa moyoni. Hakuwa ameolewa. Katika jamii yao, mila na desturi zilikuwa ngumu. Mwanamke kufikisha miaka 29 bila ndoa ilihesabika kama doa. Wazee wa mtaa walimzungumzia kwa sauti za chini, marafiki wa mama yake walijadili kwa visirani, na kila alipohudhuria harusi ya mtu mwingine, macho yaligeuka kwake kwa mshangao wa kimya. Yule Sofia, kwa nini bado yuko mwenyewe? Mbona kila siku anapendeza lakini hakuna wa kumvisha pete? Walinong'ona watu. Mama yake, Mama Asha, hakuwa na amani. Kila alipomuona binti yake akirudi nyumbani peke yake, moyo ulimuuma. Sofia, maisha si pesa pekee. Nani atakayekuita mke? Nani atakayekuzika nikifa mimi? Alimwambia mara kwa mara kwa maneno makali yaliyochoma roho. Kila neno la mama lilikuwa kama kisu kilichochoma tumaini la Sofia. Taratibu miaka ilizidi kusonga. Marafiki wake wote waliokuwa naye chuoni walishaanza maisha ya ndoa, wengine hata walikuwa na watoto wawili. Mdogo wake Amina mwenye miaka 25 tayari alishafunga ndoa ya kifahari. Sofia alianza kujiuliza maswali magumu. Nimekosea wapi? Kwa nini kila mwanaume ananipenda mwanzoni halafu ananiacha? Je, nina mikosi? Kila alipoingia katika uhusiano, aliharakisha mambo. Siku chache tu tangu kujuana, alianza kutaja kuhusu ndoa, kuhusu watoto, kuhusu maisha ya pamoja. Wanaume wengi walikimbia, wakihisi kama wanazuiliwa na ndoto ambazo hawajazifikiria. Hakuwapa muda wa kumpenda, alikuwa na hofu ya kupoteza muda. Usiku mmoja alilala machozi yakimtiririka taratibu, akamwomba Mungu amletee mume mzuri. Alikuwa akisali sana, alifunga na kuomba, bado hakupata mchumba. Wakati mwingine alikaa mbele ya kioo akijiangalia, akisema kimya kimya, labda mimi si mrembo kama nilivyodhani, labda Mungu haniangalii tena. Katika upweke wake, Sofia alijifunza tabasamu bandia. Aliweza kucheka hadharani, lakini ndani yake kulikuwa na utupu uliojaa huzuni. Hata biashara yake aliyowahi kuifurahia sasa ilionekana haina maana. Kila faida aliyoipata ilionekana bure, kwa sababu moyoni alitamani kitu kimoja tu, ndoa. Siku moja, Sofia alipokea simu kutoka kwa rafiki yake wa muda mrefu, aitwaye Zena. Sauti ya Zena ilisikika yenye furaha na shauku. Sofia, usiseme hutakuja. Leo ni siku ya kuzaliwa ya mume wangu Said. Tunafanya sherehe ndogo nyumbani. Tafadhali njoo, najua utakuja. Sofia hakujisikia kabisa kwenda kwenye sherehe hiyo. Moyo wake ulikuwa umechoka na mawazo, hakutaka tena mikusanyiko ya watu. Lakini alipoona jinsi rafiki yake alivyozungumza kwa upole na furaha, alijikaza ili asimkwaze. Alipokata simu, alikaa kitandani kwa muda akitafakari. Nitaenda tu kwa muda mfupi, halafu nitarudi, alijiambia kwa sauti ya chini. Alijiandaa taratibu. Akafungua kabati lake la nguo, akachukua gauni lake zuri jeupe, lililokuwa fupi kiasi, likimtoa sura yake ya kifahari. Kisha akavaa viatu virefu vyeusi, akajipulizia manukato yake aliyoyapenda, akaangalia kwenye kioo, akasema taratibu, leo nitapendeza tu, hata kama moyo wangu hauna furaha. Alifika kwenye sherehe hiyo jioni, muziki wa taratibu ukiimba ndani ya ukumbi ule mdogo wa nyumbani. Wageni walikuwa wakicheka, wengine wakipiga picha, wengine wakibadilishana hadithi za maisha yao. Zena alipomwona Sofia akiingia, alikimbia kumkumbatia kwa furaha. Huyu ndiye Sofia, rafiki yangu wa moyo, Zena aliwajulisha wageni waliokuwa karibu. Sofia alitabasamu kwa adabu, akaanza kuchanganyika na wageni wengine. Sherehe iliendelea vizuri, lakini ndani ya mkusanyiko ule, macho ya mtu mmoja yalikuwa yakimfuata Sofia kila alipogeuka. Aligundua kulikuwa na kaka mmoja mzuri na mtanashati aliyekuwa akimwangalia kwa muda mrefu. Baada ya muda mfupi, yule kaka alimkaribia kwa tabasamu. Alijitambulisha kwa sauti tulivu, habari yako, naitwa Frank. Sofia alitabasamu kidogo, nashukuru, mimi ni Sofia. Mazungumzo yakaanza kwa urahisi. Walizungumza kuhusu muziki uliokuwa unachezwa, kuhusu biashara, kuhusu maisha. Kicheko cha Frank kilikuwa cha kuvutia, na maneno yake yalikuwa na heshima isiyo ya kawaida. Baada ya muda,
Frank alimwambia kwa upole, naomba namba yako ya simu, natamani tuwe marafiki zaidi. Sofia alimtazama kwa sekunde chache, moyo wake ukimwambia hana sababu ya kukataa. Bila kusita, alimpa namba yake. Walicheka tena, wakacheza wimbo mmoja wa taratibu, kisha kila mmoja akaondoka baada ya sherehe kuisha. Usiku huo Sofia alipofika nyumbani, moyo wake ulijaa hisia mchanganyiko. Alijaribu kujizuia kufikiria kuhusu Frank, lakini kila alipofumba macho alikumbuka tabasamu lake. Asubuhi iliyofuata simu yake iliita. Ilikuwa ni ujumbe kutoka kwa Frank. Naomba tukutane jioni kwenye mgahawa wa The Garden, natamani tuongee zaidi. Aliposoma ule ujumbe moyo wake ulipiga kwa nguvu. Jioni alijiandaa kwa umakini, akavaa mavazi mepesi lakini ya heshima, kisha akaenda kwenye ule mgahawa maarufu mjini. Frank alifika dakika chache baadaye, akiwa amevaa suti nyeusi safi na harufu ya manukato mazuri. Walikaa mezani wakazungumza kwa muda mrefu kuhusu maisha, kazi na ndoto zao. Mazungumzo yaligeuka kuwa ya undani zaidi. Frank akamwangalia Sofia kwa macho ya upole na kusema, Sofia, nisingependa kupoteza muda. Nimekutana na wanawake wengi, lakini sijawahi kuhisi hivi. Na kuona tofauti. Na kuona kama mwanamke wa kuishi naye milele. Naomba unipe nafasi tuwe pamoja. Sofia alishtuka kidogo, akabaki kimya kwa sekunde chache. Kisha akasema kwa sauti ya upole, Frank, mimi nina hofu sana ya kuingia kwenye mahusiano. Nimeumizwa mara nyingi. Kila mwanaume anayenikaribia, nikianza tu kuzungumzia ndoa, ananiacha. Naogopa tena kuumizwa. Frank alishika mkono wake kwa upole akasema, Sofia, nataka nikuhakikishie kitu kimoja. Mimi si kama wao. Na ili ujue kama niko serious, sikutagusa, yani hatutafanya mapenzi hadi tuingie kwenye ndoa. Ndoa ndiyo mwanzo wa heshima. Na kuahidi hutajutia kunipa nafasi. Maneno yale yaliingia moja kwa moja moyoni mwa Sofia kama barafu kwenye moto wa hofu uliokuwa unamchoma. Alijisemea moyoni, huyu ndiye mwanaume niliyekuwa nikimsubiri. Huyu ndiye jibu la maombi yangu. Akatazama uso wa Frank kwa muda mrefu, akiona ndani yake picha ya maisha aliyokuwa akiyatafuta kwa miaka mingi. Akatabasamu kwa upole, macho yake yakiwa na mng'ao wa matumaini. Sawa Frank, alisema kwa sauti ya upole lakini thabiti. Nimekuelewa. Kama kweli unamaanisha unachosema, nitakupa nafasi. Frank alitabasamu kwa furaha, akasema, umefanya maamuzi mazuri zaidi maishani mwako. Na kuahidi hautajuta. Walicheka, wakazungumza kwa muda mrefu zaidi, wakashirikiana chakula, na baada ya muda waliagana, kila mmoja alienda kwake. Lakini ndani ya moyo wa Sofia, furaha mpya ilizaliwa. Alihisi kama mwanga wa tumaini umeanza kuangaza tena. Alipokuwa amelala usiku ule, macho yake yalijaa machozi ya furaha. Alimshukuru Mungu, asante Bwana. Hatimaye umenipa mtu wa kunipenda kweli. Mapenzi ya Sofia na Frank yalichanua kwa kasi isiyotarajiwa. Walionekana popote pamoja, wakila chakula cha jioni kwenye hoteli maarufu, wakipiga picha wakiwa kwenye fukwe za bahari, wakisali bega kwa bega kanisani. Wote wawili walionekana kama mfano wa uhusiano kamili, ule ambao kila mtu angetamani kuupata. Kila alipokuwa naye, Sofia alihisi salama, alihisi thamani yake imerudi. Tofauti na mahusiano yake ya zamani, safari hii hakukuwa na ushawishi wa kimwili. Frank alisimamia ahadi yake ya kutomgusa hadi ndoa. Ilikuwa jambo lililomvutia zaidi Sofia, maana aliamini ni uthibitisho wa heshima na uadilifu. Kadiri siku zilivyopita, uhusiano wao ulizidi kushamiri. Wazazi wa pande zote mbili walishatambulishwa, marafiki walijua, na kila mmoja alionekana kuamini hii ndiyo ndoa iliyosukwa na mikono ya Mungu. Haikuchukua muda mrefu. Baada ya miezi mitatu tu tangu walipokutana, maandalizi ya harusi yalianza rasmi. Zawadi zililetwa, vitenge vilinunuliwa, keki kubwa ilitengenezwa, na kwaya ilijaza mazoezi kanisani. Siku ya harusi ilipofika, Sofia alionekana kama malaika. Alivaa gauni jeupe lililong'aa, macho yake yakimeta kama nyota, na tabasamu lake lilijaza furaha kwa kila mtu aliyemwangalia. Frank naye alivaa suti nyeusi iliyomkaa sawasawa, akionekana mwenye upole na utulivu wa kuvutia. Harusi ilikuwa kubwa, ndugu, jamaa na marafiki walihudhuria. Nyimbo za shangwe ziliimbwa, watu walicheza, na Sofia alihisi ndoto yake kubwa ya maisha imetimia. Alijisemea moyoni, hatimaye, mimi ni mke wa mtu.
Aibu ya kuchelewa kuolewa imefutika. Baada ya harusi, maharusi walielekea kwenye honeymoon yao. Walichagua hoteli kubwa ya kifahari, yenye mandhari ya kuvutia na huduma za hali ya juu. Ilikuwa hoteli ya nyota 5, yenye harufu ya maua na upepo mwanana kutoka baharini. Sofia alihisi kama yuko ndotoni. Alitamani usiku huo uwe mwanzo wa maisha mapya, ule usiku ambao kila mwanamke huutamani, usiku wa kwanza wa ndoa. Lakini mambo hayakuwa kama alivyotarajia. Walipofika hotelini, Frank alijilaza kitandani, akavuta pumzi ndefu na kusema kwa sauti ya uchovu, "Mke wangu, nimechoka sana. Harusi imeniweka hoi kabisa leo, ngoja nilale tu, tutafanya kesho." Sofia alimwangalia kwa upole, akijaribu kumkumbusha kwa sauti ya utulivu, "Lakini mume wangu, leo ni usiku wetu wa kwanza, siku muhimu kwetu." Frank alimkatisha, "Naelewa mke wangu, lakini mwili wangu umechoka. Kesho nitakuwa sawa." Sofia alijaribu kumbembeleza, akimkumbatia kwa upole, lakini Frank aligeuka upande wa pili, akajifunika shuka. Usiku wao wa kwanza uliisha kwa kimya kizito, kilichojaa maswali ambayo Sofia hakuthubutu kuyauliza. Siku iliyofuata, aliamka na matumaini mapya. Alijiandaa kwa umaridadi, akavaa night dress nyekundu nyororo, akapulizia marashi yake ya kupendeza, akakaa kitandani akimsubiri mume wake aliyesema anatoka kidogo kumsalimia rafiki yake. Dakika zikawa saa zikawa usiku. Ilipofika saa 6, Frank hakuwa amerudi. Sofia alianza kupata wasiwasi. Akachukua simu yake akampigia, lakini hakupokea. Akapiga tena na tena, bado kimya. Saa ikafika 9 usiku, bado Frank hajapokea simu. Alikaa sebuleni, machozi yakijaa taratibu machoni, akijiuliza, kwani ameniwacha au kuna dharura? Hatimaye alichoka, akalala usingizi wa huzuni. Asubuhi ilipofika, Sofia alishtuka na kushangaa kuona Frank amelala pembeni yake. Kwa mshangao alimuuliza, "Umerudi saa ngapi jana usiku?" Frank alitabasamu kwa upole na kujibu, "Nilirudi mapema mke wangu." Sofia alikataa kuamini, "Hapana, nilikusubiri hadi saa 9 usiku, simu yako haikupatikana. Ulikuwa wapi?" Frank badala ya kujibu, alimkaribia, akambusu mke wake kwa upole. Busu hilo lilimnyamazisha Sofia, akabaki kimya, moyo wake ukichanganya hasira na upendo. Walijaribu kuanzisha mapenzi, lakini katikati ya utamu huo, Frank alisimama ghafla na kusema kwa sauti ya uchovu, "Mke wangu, nimechoka sana. Jana sikupumzika kabisa. Ngoja nilale kidogo." Sofia alinyamaza, macho yake yakimtazama kwa huzuni. Alijitahidi kuelewa, akijidanganya kwamba ni uchovu wa kawaida wa harusi. Lakini moyoni, alihisi baridi isiyo ya kawaida, ikianza kupenya ndani ya furaha yake mpya, baridi ya siri ambayo haikuwa bado imefunuliwa. Usiku wa 3 wa ndoa yao ulifika. Sofia alilala pembeni ya mume wake, moyo wake ukiwa na kiu kubwa ya mapenzi. Alijaribu kumpapasa Frank kwa upole, akimvuta karibu, lakini Frank hakusogea hata kidogo. Mwili wake ulikuwa baridi kama mtu asiye na hisia. Sofia alinyamaza kwa muda, kisha akauliza kwa sauti ya utulivu, "Una nini mume wangu? Leo ni siku ya 3 ya ndoa yetu, bado unionyeshi mapenzi hata kidogo." Frank aligeuka ghafla na kumtazama kwa macho makali, akajibu kwa ukali, "Kwa hiyo siku 3 zimekushinda kuvumilia? Mbona miezi 3 ya uchumba uliweza kuvumilia bila kulalamika?" Sofia alibaki kimya kwa sekunde kadhaa. Alijisikia kudhalilika, lakini alijikaza kwa upole. "Sawa mume wangu," alisema kwa sauti ya chini, "siku ukiwa tayari, utaniambia." Kisha akageuka upande wa pili na kujifunika shuka, macho yake yakidondosha machozi kimya kimya hadi usingizi ulipomchukua. Siku 7 za honeymoon zikaisha bila chochote kufanya tendo la ndoa. Wakaenda kuishi nyumbani kwa Frank, maisha ya ndoa yalianza rasmi. Kwa nje, ndoa yao ilikuwa mfano wa furaha. Watu waliwaona wakicheka pamoja sokoni, wakishikana mikono kanisani, wakihudhuria harusi za watu wengine wakiwa maridadi. Lakini ndani ya nyumba, kulikuwa na ukuta wa baridi, uliotenganisha mioyo yao miwili. Miezi 2 ikapita bila Sofia kuguswa kama mke. Alianza kujisikia kama mfungwa katika ndoa yake mwenyewe. Moyo wake ulijaa maswali yasiyo na majibu. Aliposubiri zaidi, uvumilivu ukaisha. Siku moja akaamua kwenda nyumbani kwa mama yake kutafuta ushauri. Alipofika, macho yake yalionekana yenye huzuni.
Alikaa na mama yake na kumweleza kila kitu kwa undani, kutoka usiku wa kwanza wa ndoa. Mama yake akiwa ameshangaa, alinyamaza kwa muda kabla ya kusema, "Sofia, wanaume wengine huwa wagumu kueleweka. Jaribu kupendeza zaidi. Vaa nguo nzuri, zile za mitego. Akikuona hivyo, lazima atabadilika." Sofia alikubali kwa matumaini. Aliporudi nyumbani, alianza kujipamba kila usiku. Alivaa nguo nyepesi zenye kuvutia, akajipulizia manukato mazuri, akajaribu kumzuzua mume wake kwa kila njia. Lakini Frank hakuonyesha dalili yoyote. Alibaki mtu yule yule wa ukimya na visingizio. Kila alipotajwa tendo la ndoa, alikasirika na kuwa mkali. Baada ya muda, Sofia alianza kuchoka kisaikolojia. Akajikuta akianza kumchunguza mume wake, akidhani labda ana mwanamke mwingine nje au kuna jambo analoficha. Alianza kumwangalia kwa makini, muda anaotoka, simu zake, hata mavazi yake. Lakini hakuna dalili ya uhusiano wa siri. Frank alikuwa wa nyumbani, hakuwa na mabadiliko ya tabia yanayoashiria usaliti. Lakini siku moja mambo yalibadilika. Frank alikuwa bafuni akioga. Simu yake ilibaki kitandani, iliwaka kwa mwanga wa ujumbe mpya uliokuwa umeingia. Sofia, kwa tahadhari na moyo wa mashaka, aliinua simu hiyo kwa mikono inayotetemeka. Alifungua ule ujumbe na alichokisoma kilimkatisha pumzi. Ulikuwa umeandikwa, "Babe, fanya haraka uje nyumbani, mwenzio nimekumisi." Sofia alisikia dunia ikimgeuka. Alishusha pumzi nzito, akatulia sekunde chache, kisha alirudisha simu pale pale kitandani, kisha akachukua yake na kuendelea kucheza nayo kana kwamba hakuna kilichotokea. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Alijua kitu hakiko sawa. Dakika chache baadaye, Frank alitoka bafuni akiwa amevaa nguo safi. Akambusu Sofia kidogo shavuni na kusema, "Ninahitaji kutoka kidogo, kuna rafiki yangu anaumwa." Sofia alitabasamu. "Sawa mume wangu, nenda, Mungu akulinde," alisema kwa upole, lakini ndani yake moto wa mashaka ulikuwa unawaka. Mara tu Frank alipoondoka, Sofia alijitayarisha haraka. Akavaa haraka, akachukua pochi yake na kutoka nje. Alimuita bodaboda, akamwambia kwa sauti ya chini, "Fuata gari lile nyeusi mbele, lakini usikaribie sana." Frank alipanda gari na kuondoka kwa mwendo wa utulivu. Sofia, akiwa na moyo wa mashaka, alichukua bodaboda na kuanza kumfuata kwa nyuma. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi, mawazo yakimchanganya. Alijiuliza, anaenda kwa nani muda huu? Gari lilipita mitaa kadhaa ya mjini, kisha likaingia barabara ya kuelekea maeneo tulivu yenye nyumba za kifahari. Baada ya dakika chache, gari lilisimama mbele ya nyumba aliyoitambua mara moja. Ilikuwa ni nyumba ya rafiki yake wa karibu, Zena. Sofia alishtuka, akashusha pumzi nzito na kujisemea, "Nyumbani kwa Zena? Ina maana mume wangu anachepuka na rafiki yangu Zena." Alisikia hasira zikimpanda, lakini akaamua kutulia. Alishuka kwenye boda, akampa dereva hela yake na kumwambia aende zake. Akasimama kwa muda akipanga jinsi ya kuingia bila kugundulika. Milango ya mbele ya nyumba haikuwa imefungwa. Akasukuma taratibu na kuingia ndani kwa tahadhari, hatua zake zikisikika taratibu sakafuni. Alipofika sebleni, alisikia sauti za vicheko vilivyopoa vilisikika kutoka chumbani. Alitembea taratibu kwenye korido ya kuelekea chumbani kwa Zena, mwili wake ukitetemeka kwa hasira na hofu. Alipofika karibu na mlango, ghafla alisikia kelele za mapenzi zikitokea humo ndani, sauti nzito za raha na miungurumo midogo ya miguno. Moyo wake ulipiga kwa nguvu, hasira ikamzidi. Yaani huyu malaya leo atanitambua, kumbe siku zote yeye ndiye anaharibu ndoa yangu, Sofia aliongea kwa hasira huku akijikaza kutulia. Alishika kitasa kwa nguvu, akasukuma mlango ghafla kwa nguvu zote. Kilichofuata kilikuwa kitu kilichomvunja moyo zaidi ya maumivu yoyote aliyowahi kuhisi. Macho yake yalishuhudia kitu ambacho hakikuelezeka. Mume wake Frank akiwa kitandani, akifanya mapenzi na mwanaume mwenzie, na yule mwanaume hakuwa mwingine bali ni Saidi, mume wa Zena. Sofia alihisi dunia ikigeuka. Alishindwa kupumua. Mwili wake ulitetemeka, macho yakibubujika machozi. Kelele hazikutoka, sauti ikamkatika. Akajaribu kusogea lakini miguu ikakataa. Sekunde chache baadaye giza lilimfunika, akapoteza fahamu pale pale. Alipozinduka, kulikuwa na mwanga hafifu wa hospitali. Alijikuta amelazwa, mikono yake ikiwa na dripu.
Pembeni yake walikaa mama yake na ndugu zake, wakimtazama kwa huzuni na upendo. "Asante Mungu, mwanangu umeamka," mama yake alisema kwa sauti ya faraja. Sofia, akiwa na sauti dhaifu na macho yenye ukungu, aliuliza, "Mama, kwani niko wapi?" Mama yake akamjibu kwa upole, "Uko hospitali mwanangu. Umezimia siku ya 3 sasa. Mumeo tulimuuliza nini kilitokea, lakini hakusema chochote, na tangu siku ile hajapatikana kwenye simu kabisa." Maneno hayo yalirudi kama radi kichwani mwa Sofia. Akakumbuka ghafla kila kitu alichokiona siku ile. Macho yake yakafumbuka zaidi, pumzi ikawa nzito. Alijikuta akilia kimya kimya. Alimkumbuka Frenki akiwa kitandani na Said, hali ambayo haikuacha nafasi ya shaka. Ndipo akasema kwa sauti ya uchungu, "Mama, nilimkuta mume wangu akiingiliwa na Said. Kumbe ndio maana hakuwahi kunigusa, alikuwa shoga. Alioa tu kwa ajili ya kuwafurahisha wazazi wake." Mama yake alishika kiganja chake kwa nguvu, machozi yakimtiririka. Sofia aliendelea, "Nilijua nimeolewa na mwanaume, kumbe ni mwanamke mwenzangu." Sofia alilia sana hospitalini, machozi yakimjaa mashavuni kama mto. Maumivu aliyoyahisi hayakuwa ya mwili bali ya moyo. Moyo uliosalitiwa, uliodanganywa na uliovunjwa vipande vipande. Aliomba kurudi nyumbani. Hakutaka kubaki hospitalini hata dakika moja zaidi. Alifika nyumbani kwa Frank, moyo wake ukipiga kwa kasi, macho yakiwa mekundu kwa kulia. Alifungua mlango bila kugonga, akamkuta Frank amekaa sebleni, ameshika simu yake akicheka kwa utulivu kana kwamba hakuna kilichotokea. Alipomwona Sofia alishtuka kidogo, lakini akajituliza haraka. Sofia hakusita. Alianza kulia kwa uchungu, sauti ikitoka kwa shida, "Mume wangu jamani, kwa nini unafanya mambo ya kishetani namna hii? Kwa nini unaniaibisha hivi? Nilikuwa nakupenda kwa moyo wangu wote." Aliongea huku machozi yakitiririka bila kukoma, akitetemeka kwa hasira na uchungu. Frenki alimwangalia bila huruma. Akavuta pumzi kwa utulivu, kisha akasema kwa sauti baridi, "Nashukuru umejionea mwenyewe. Nilikuwa napata tabu kukwambia. Sasa umeona, utaamua mwenyewe. Uendelee kuishi na mimi au uondoke. Mimi na Saidi hatuwezi kuachana." Maneno hayo yalimchoma Sofia kama moto wa mkaa. Alihisi dunia ikimzunguka. Alisimama ghafla, akamkazia macho Frank, kisha akasema kwa sauti nzito, "Siwezi kuishi na shetani nyumba moja. Bora niondoke kuliko kuendelea kuishi kwenye giza." Bila kuongeza neno, aligeuka, akaingia chumbani, machozi yakizidi kumtiririka. Alifungua kabati, akachukua vitu vyake. Alitoka chumbani huku mikono ikitetemeka, akapita mbele ya Frank bila kumwangalia tena, akaufungua mlango na kuondoka kwa kasi, akilia kwa sauti ya uchungu barabarani. Alipofika kwao, alikumbatiwa na mama yake ambaye alilia naye kimya kimya. Usiku ule ule Sofia aliomba kikao cha familia kifanyike asubuhi yake. Walipokutana, wazazi, kaka na dada zake walikaa kimya wakimsikiliza. Kwa sauti iliyochanganyika na maumivu, Sofia aliwaeleza kila kitu, kuanzia mwanzo wa ndoa yake, safari ya honeymoon isiyo na furaha, hadi siri ya Frank na Said aliyoshuhudia kwa macho yake mwenyewe. Kila mmoja alibaki kimya, wengine wakishika vichwa kwa mshangao. Baba yake, kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka, alisema, "Mwanangu, maisha ya ndoa ni siri ya watu wawili, lakini siri hii uliyoiona si ya ndoa ya kawaida. Mungu amekufunulia ili ujue ukweli mapema. Usiangalie nyuma tena." Maneno hayo yalimpa Sofia faraja kidogo. Alijua hakuwa wa kwanza kupitia maumivu, lakini alihisi kama dunia nzima ilikuwa imemtelekeza. Baadaye, Sofia aliamua kumtafuta rafiki yake, Zena, ambaye alikuwa ni mke wa Said. Alipokutana naye, machozi yalirudi upya. "Zena, samahani, lakini niligundua mume wako Said ndiye alikuwa na mahusiano na Frank," alisema Sofia kwa huzuni. Zena alimwangalia, akavuta pumzi ndefu. "Najua," alisema kwa sauti ya chini. "Nilijua muda mrefu, waliniambia nikikwambia wataniua ni vizuri umeona mwenyewe kwa macho yako. Mimi niko kwenye harakati za kudai talaka yangu." Sofia alishangaa, lakini pia alihisi huruma kwa rafiki yake. Wote wawili walikumbatiana, wakilia kimya kimya, machozi ya maumivu, mateso na usaliti wa wanaume waliowaamini. Baada ya siku kadhaa, Sofia alianza maisha mapya.
Aliamua kutulia nyumbani, akaanza kufanya kazi zake za biashara kwa nguvu zaidi. Safari hii hakuwa tena na haraka ya kutafuta ndoa. Alijifunza kuwa maisha si lazima yawe kamili kwa pete ya ndoa. Kila alipokumbuka kilichotokea, alimwomba Mungu ampe amani moyoni na kumwombea mume wake wa zamani atubu. Hakujutia kuondoka, alijua alifanya maamuzi sahihi. Mwisho wa simulizi yake uliacha funzo kubwa. Sofia alitamka kwa hekima kila alipoongea na wasichana wenzake. Wasichana, acheni kukurupuka kuingia kwenye ndoa bila kuwachunguza kwa kina wanaume zenu. Si kila anayesema anataka ndoa anamaanisha. Wengine wanatafuta kisingizio cha kuficha giza lililomo ndani yao. Na hivyo, maumivu ya Sofia yakawa darasa. Darasa lililomfundisha thamani ya kujithamini kabla ya kupenda. Wapendwa wasikilizaji, kama umesikiliza simulizi ya Nilijua Nimeolewa na Mwanaume Kumbe Ni Mwanamke Mwenzangu na imekugusa, tafadhali like, comment na share ili wengine nao wajifunze kupitia kisa hiki cha kweli kinachoonesha maumivu, mshtuko na funzo kubwa kwa wasichana wengi wa leo. Acha maoni yako hapa chini. Ulijifunza nini kupitia Sofia? Ungekuwa yeye, ungefanya nini baada ya kugundua ukweli huo? Usisahau kushare, huenda simulizi hii ikamfungua macho dada au rafiki yako asije akaingia kwenye ndoa kwa haraka bila kujua ukweli wa mwenzi wake.